Ah, usijali baby, hili jambo ni la ghafla, alafu Tasha ni familia. Kwa hiyo hakuna haja ya kujiandaa. Sisi tunakuja sasa hivi. Sasa sikia mume wangu. Wewe zunguka naye kidogo niamke. Niwaandalie hata breakfast. Hakuna haja kuzunguka baby. Maana hapa tunavyozungumza nipo mlangoni. Naomba nifungulie. No, 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 no. Sawa mume wangu. Kwa hiyo upo na Tasha? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali. Kwa ndugu mpaka marafiki. Yeah, of course nipo naye. Naweza kuongea na shemeji yangu? Umesemaje Elisa? Naweza kuongea na shemeji yangu Tasha? Sawa baby. Tasha. Niambie Kai. Njoo bwana, shemeji yako anataka ongea na wewe hapa. Sawa, nakuja ndugu yangu. Hebu chukua simu, ongea na shemeji yako. Shemeji niambie. Alo shemeji. Habari za kazi? Safi shemeji, sijui uko kwako. Salama. Nilitaka tu nipate uhakika kama ni kweli mume wangu yuko kazini. Si unajua tena. Abiria, chunga mzigo wako. Isitoshe leo niliandaa chakula kizuri kwa ajili yetu. Lakini pia hakuniambia kama atafanya kazi mpaka asubuhi. Muda wote nimekaa na msubiri mume wangu. Shemeji, Kai anafanyaje uzembe wa hali ya juu hivi? Waje kwambia kama tunakesha leo. Mimi Kai ninapomjua ni mchumi yule. Sana usije upike madekodiko wakati arudi nyumbani. Wewe Kai ndugu yangu na kwa mzembe wewe. Wewe shemeji anaandaa madekodiko hapo useme wakati leo tunakesha kazini. Sasa uzembe gani unafanya ndugu yangu? Nisamee ndugu yangu, sijua kama tunakesha leo kazini. Acha kujitetea bwana, wewe ni uzembe. Sasa shemeji sikiliza. Huyu ndugu yangu na namudu. Mimi nitaongea naye na nitamkanya. Ila kusana usalama wake wala usiwaze. Leo tunakesha wote kazini. Kwa hiyo yupo salama, yupo mikono salama. Sawa shemeji? Sawa shem. Hakuna tatizo. Naomba niongee na mume wangu. Sasa mke wangu, nadhani mwenye ushaongea na Tasha kwa kuwa ni mtu ambaye unamwamini, ushajithibitishia kila kitu. Usijali mume wangu. Mimi nimeelewa kila kitu. Nikutakie kazi njema. Okay baby. Take care. Wow, asante sana baby. Na wewe pia uwe na usiku mwema. Nakupenda sana. I love you. Wewe Kai, acha uloso, ndio tufanyie kazi, hatuna muda, usiku umeenda huu. Sawa bro, nakuja hapo sasa hivi. Hivi Tasha, Kai ni mwanaume wa aina gani? Nimekuwa nikisikia wanaume ni waongo, lakini mume wangu Kai amezidi. Hebu imagine, anapiga simu, yeye ndo Kai, yeye ndo Tasha. Yaani ananifanyia vitu vya ajabu. Tasha, niko na wewe hapa. Huyo lokuwa anaongea naye ni nani? Kama sio ananifanyia maigizo yake. Yaani Kai amezidi drama jamani. Lisa. Calm down. Relax. Usipanic. Ukipanic tu, basi utakuwa umepoteza kila kitu. Kama nilivyokuambia hapo awali, kwamba wewe na Kai ni the same. Kwa upasi kupanic katika hili swala, bali ni kutumia zaidi ubongo. Kaka. Aya sasa, wewe ndo upo huko kwa Zawadi. Shemeji yangu akinipigia Alisa nimwambie vipi sasa? Tasha, mission complete. Wala usiwe na wasiwasi kwenye hilo. Yaani mke wangu kweli nimeamini ni mpuuzi. Baada ya kunipigia simu nikaongea mimi kama mimi.
Akakuulizia wewe, nikaigizia sauti yako. Huwezi amini haja kujua chochote kile. Oya bro. Yaani ukiwa mwizi lazima uwe na mbio. Yaani ukiwa mchepukaji lazima uwe na mbinu, uweze kukosa technique. Kwa bro, wala usiwe na wasiwasi, shamaliza kila kitu. Wewe relax. Okay, nimekuelewa hapo. Ina maana mimi sina haja kufanya jambo lolote ile, kila kitu umaliza wewe mwenyewe, si ndio? Wewe tulia kaka, utulia bro. Ila sasa Tasha, sikiliza, hapa bado tuna challenge. Kesho asubuhi na mapema nakuja kwako ili wote twende nyumbani, maana wife anajua tumekesha wote. Kaka, isikiliza nikwambie kitu. Usije nyumbani kesho asubuhi. Kwa sababu mimi nitadamka alfajiri sana, nitaondoka hapa nyumbani. Kwa ukija hautanikuta. Sasa ndugu yangu, unataka unifelishe tena kati uende ukiunganishi kwenye hili jambo? Sasa bila wewe mimi nitarudije home? Kai, nisikize kwa makini. Ukija nyumbani sasa hautanikuta. Mimi kuna jambo ambalo naenda kushughulikia alfajiri sana. Kwa hiyo daraja tutalivuka tukishalifikia. Ikifika hiyo asubuhi tuwasiliane kwanza. Basi sawa, haina noma. Okay. Enjoy your night. Siku mwema. The same to you. Kwanzia leo naomba nimpe Kai jina. Atakuwa anaitwa Mr. Drama. Mwanaume ni too much. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani. Lisa. Kai ni mtu wangu wa karibu sana. Na Kai kwenye maisha yake yote mimi ananiamini kupita kiasi. Yaani kwenye kila jambo lake analolifanya hawezi kufanya bila kunishirikisha mimi. Kwenye maisha yake Kai amenifanya mimi namba 1. Hebu jaribu kufikiria katika ufahamu wa akili yako. Yaani mpaka michepuko yake mimi ananishirikisha. Tunapanga mipango ya kuzunguka wewe. Hamna cha Kai ambacho mimi nisichokifahamu. Hivyo mtu mimi ananiamini kiasi gani? Lakini Lisa, kitu kikubwa ambacho mimi kinachoniumiza katika akili yangu na moyo wangu ni usaliti. Siku Kai akija kugundua kwamba mimi rafiki yake wa karibu, anaishi na mimi kama ndugu, ananishirikisha kila jambo lake, akija kujua kwamba mimi namsaliti natembea na mke wake, Kai ataumia sana, sana zaidi ya sana. Na atanichukia kupita maelezo. Hiko ndo kitu ambacho mimi kinachoniumiza. Lisa, kwa nini ulikuja kwenye maisha yangu ili unigombanisha na rafiki yangu wa karibu Lisa? Why? Sijui hata nini cha kufanya. Nisikilize Tasha. Kwa hiyo wewe unaona ni sawa Kai anavyonifanyia mimi? Au mimi nastahili kupitia haya? Ukiangalia Kai ndo mwanzo wa mambo yote haya. Kai ndo sababu ya mimi kuchepuka. Kai ndo sababu ya ndoa yetu kuvurugika. Bila mimi nisingekuwa hivi. Hebu angalia anayoyafanya. Ananiongopea, ananifanyia drama za ajabu, anaongea uongo all the time. Anafurahia wanawake wengine wa nje kuliko mimi mke wake. Ananitoa akili, wewe mwenyewe ni shahidi. Hivi unadhani ule mwanaume ananichukuliaje mimi? Lisa, hata kama Lisa, kuna baadhi ya siri ufichwa kwa faida yako wewe mwenyewe binafsi. Yaani kuna siri nyingine ukizijua lazima itakuumiza sana.
Hebu angalia, umejisikiaje leo hii baada ya kugundua kwamba mume wako anakusaliti, lakini pia anapanga mipango mingi ya kukuzunguka? Namna gani ambavyo umeumia? Kwa hiyo hizi siri zote zilikuwa zinafichwa kwa faida yako wewe mwenyewe binafsi. Lisa, ubongo wangu una shake sasa. Sielewi nini cha kufanya kwa kweli. Alafu unasema kama mimi na Kai hamna msafi hata mmoja? Ni kweli kabisa, hamna msafi hata mmoja, lakini hata wewe pia sio msafi. Tazama uko na nani hapa? Ni shemeji yako, mke wa rafiki yako, tena rafiki yako kipenzi, anayekuamini, anayekushirikisha kila jambo lake analolipitia kwenye maisha yake. Je, wewe utajitoa kwenye hicho kipengele? Kwa kifupi, mimi, wewe, Kai, wote hakuna msafi hata huyo mmoja. Ninachoweza kukushauri, acha maisha tuyapeleke vile anataka. Ni wakati wetu to enjoy. Sawa baby? Odi. Karibu. Oh, jirani. Karibu jirani yangu. Karibu ndani. Asante jirani, ila nishakaribia. Nina haraka kidogo, ndio maana nataka tuzungumze hapa nje. Njoo tuongelee ndani. Wala hakuna haja, hapa nje inatosha. Habari za saizi kwanza? Kwema kiasi. Samahani kwa kuja bila taarifa, ila kuna jambo linanipa taharuki kidogo. Unajua jana sijashinda nyumbani kwangu, na leo baada ya kurudi ghafla mke wangu sijamkuta, na kibaya zaidi nimekuta mlango umefungwa. Kwa hiyo nimekuja hapa kwako kukuulizia, labda unafahamu alipoenda au ulibahatika kumuona wakati anatoka. Naomba nisaidie kwenye hilo jirani. Mkeo tangu jana alivyoondoka sijamuona leo akirudi. Unasemaje jirani? Kwa hiyo unamaanisha mke wangu hajalala nyumbani jana? Mimi kulala nyumbani au kutokulala nyumbani mimi sijui. Mimi tangu jana alivyoondoka sijamuona akirudi. Sawa, nashukuru. Asante kwa ushirikiano wako. Kwani kuna nini? Hakuna shida. Subiri jaribu kumpigia tena simu. Hello mke wangu, good morning. Good morning baby. Safi, umeamkaje? Nimeamka salama, sijui habari za kazi. Sasa dia, kaa standby. Nakuja hapo nyumbani Natasha sasa hivi kunywa chai. Sasa sikia mume wangu, mimi bado sijaamka. Alafu nakuja nyumbani na shemeji, aileti picha nzuri, ananikuta bado sijaamka. Usijali baby, hili jambo ni la ghafla, alafu Tasha ni familia. Kwa hiyo hakuna haja ya kujiandaa. Sisi tunakuja sasa hivi.
Sasa sikia mume wangu, wewe zunguka naye kidogo, niamke niwaandalie hata breakfast. Hakuna haja kuzunguka baby. Maana hapa tunavyozungumza nipo mlangoni. Naomba nifungulie. Uko nyumbani? Hello? Lisa? Hello? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Lisa, nini shida? Tasha, Kai yupo nyumbani mlangoni. Ananiambia nifungue mlango. Mimi nimekata simu, nimeizima, hata sielewi nafanya nini. Tasha, wewe ni master plan. Nisaidie plani kwenye hili, sielewi. Sijui cha kufanya. Relax. Nisikilize kwa makini Lisa. Wala usipanic. Niamini mimi. Wewe lazima utarudi nyumbani. Na wala Kai hataweza kugundua jambo lolote lile linaloendelea baina mimi na wewe. Kivipi? Tulia. Kai ni mtu ambaye ananiamini sana. Kwa kuwa amekupigia na amekueleza hilo jambo, lazima tu atanipigia na mimi. Yaani hapa na kuhesabia, hata 10 sitaweza kumaliza. Lazima atanipigia. Na kama siponipigia, nitakupatia shilingi 500 sasa hivi. Ngoja tuanze kuhesabu. 1 2 3 4 5 6 namjua vizuri. Ni yeye. Hello kaka. Hivi bro, ushakusalitiwa kwenye maisha yako? Huwezi amini Tasha. Nimethibitisha dhahiri shahiri kuwa Lisa ananisaliti. Bro, shemeji yako ananisaliti Tasha. Unajua ni maumivu kiasi gani napitia? Unafahamu maumivu usaliti vizuri bro. Kwenye hilo simbishie kabisa. Nimethibitisha kuwa Lisa anatembea na mwanaume mwingine. Nimerudi nyumbani hapa sijamkuta. Nimeweza kwa majirani hawajamuona. Kwanza mimi nitafikiria vipi sasa bro? Kai, hebu acha kupaniki. Acha kupaniki ndugu yangu. Mara kadha bwana nakwambia. Jambo lote likitokea ukipaniki tu ndio unapotea mazima. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi baada ya kunifikishia taarifa hizo kwamba mke wako umegundua kwamba anakusaliti, mimi pia sikukaa kizembe, kwa sababu wewe ni rafiki yangu wa karibu sana. Sio wewe na mimi pia nimeumizwa. Hivyo basi nikaamua nianze kufuatilia hili jambo. Na taarifa njema tu brother. Nimeshafanikiwa kugundua nani anatembea na mke wako. Hivyo basi naomba mimi na wewe tuonane sasa hivi ili nikupe kila kitu nikwambie. Sawa. Nakuja hapo sasa hivi. Sawa, usichelewe. Sawa, usichelewe. Nisikize nikwambie Lisa. Na hapa hakuna tena cha kupoteza. Haraka iwezekanavyo inapaswa uondoke nyumbani kwako. Nimeshampigia simu, yeye atakuja hapa sasa hivi. Kwa hiyo inapaswa uchukue bodaboda na uondoke. Cha kuzingatia, mume wako mara nyingi huwa anapenda sana kupita ile njia ya bondeni kule kwa mzee Emmanuel Samson. Kwa hiyo wewe huyu bodaboda atakaye kupakia, make sure anapita njia ya juu. Sawa? Sawa. Hakuna cha kupoteza, haraka jiandae uondoke. Chap 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 chap.
wanakuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama